hawatakuwa na cha kupoteza wekundu wa Msimbazi Simba katika fainali hii ya pili, ambapo watahitaji ushindi wa angalau mabao matatu kuhakikisha kwamba wanaweka historia kwa kutoa ubingwa huu wa kombe la shirikisho Afrika. Simba inaonekana kuwa tayari kwa fainali baada ya kuwashuhudia leo wakifanya maandalizi ya mwisho kabisa kwa ajili ya kuwakabili RS Berkane. Mazoezi ambayo wameyafanya leo hayajikita katika mbinu, yamejikita kuhakikisha kwamba wachezaji wanalinda kile ambacho wamejiandaa nacho karibu wiki nzima. Tumeshuhudia wachezaji wakigawanywa katika makundi ya wachezaji 6-6 na kujaribu kucheza open space, kwa maana ya kutafuta kulinda ule utimamu ambao wako nao katika mchezo huu wa maamuzi, kwa maana ya kwamba Simba wanahitaji ushindi ili kuhakikisha kwamba wanaweka historia ya kutoa ubingwa huu wa Afrika, na sio ushindi tu, ushindi ambao kuanzia mabao 3-0. RS Berkane wao kibarua ambacho wako nacho ni kuhakikisha kwamba wanalinda kile ambacho wamekipata kwenye mechi ya kwanza wakiwa nyumbani kule Morocco. Licha ya kwamba waliibuka na ushindi wa 2-0, lakini hawakufurahia matokeo yale kwa sababu walikuwa na nafasi ya kufanya zaidi na walikuwa wanajua pengine nini ambacho kinaweza kutokea katika mechi za ugenini. Historia ya Simba inafahamika hasa inapokuwa katika ardhi ya nyumbani. Simba ni moja ya klabu kubwa Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki, ikitajwa kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Ndio klabu ya kwanza Tanzania kufika nusu fainali ya klabu bingwa Afrika, sasa ligi ya mabingwa Afrika mwaka 1973, na ya kwanza pia kucheza fainali ya CAF mwaka 1993, huku ikiwa ni mara ya pili katika michuano iliyozaliwa baada ya kuunganisha kwa kombe la CAF na kombe la washindi 2004. Wekundu hao wanalisaka taji la kwanza ili kufikia rekodi ya ukanda huu wa Afrika Mashariki iliyowekwa na Gor Mahia ya Kenya ilipotoa kombe la washindi mwaka 1987 kwa faida bao la ugenini dhidi ya Esperance ya Tunisia baada ya kupata sare ya bao 2-2 ugenini, kisha kutoka sare ya bao 1-1 jijini Nairobi na kutoa kombe hilo. Simba ina kila sababu ya kupata ushindi kesho na kisha kubeba taji hili la kufikia rekodi ya Gor Mahia ambayo pia mwaka 1979 ilicheza fainali nyingine dhidi ya Canon ya Yaounde ya Cameroon na kukumbana na aibu ya kufungwa mabao 8-0 ikilazwa 2-0 nyumbani kisha kupigwa 6-0 ugenini, huku nyingine ya Sekafa kufika fainali ya kafu ni Villa ya Uganda iliyocheza kombe la kafu 1992, ikiwa ni mwaka mmoja tu tangu ilipocheza fainali ya klabu bingwa Afrika mwaka 1991, ikiwa klabu pekee ukanda huu. Kubeba ubingwa kwa Simba kutadhihirisha ukubwa wa klabu hiyo kwa sasa katika ukanda wa Sekafa, kwani ndio inayoongoza kwa ubora ikishika nafasi ya 4 kwa ubora wa klabu za Afrika, huku pia ikitaka kuweka heshima mbele ya watani wao wa jadi Yanga ilipofika fainali kama hiyo ya shirikisho msimu wa 2022 na 23 kulikosa taji kwa kanuni ya faida ya bao la ugenini. Yanga ilikosa taji licha matokeo ya jumla kuwa sare mabao 2-2, ilipoteza nyumbani 2-1, kushinda ugenini bao 1-0 dhidi ya USM Alger ya Algeria. Tusubiri tuone nini ambacho kitatokea katika mechi hii ya pili.